Einstein alibadilishaje uelewa wa gravity? Kwa zaidi ya karne mbili, maelezo ya Sir Isaac Newton kuhusu gravity ndiyo yalikuwa ya msingi kwa uelewa wa wanasayansi duniani. Newton alisema kuwa kila kitu chenye uzito au masi huvutana na kitu kingine chenye uzito au masi. Kadri uzito wa kitu unavyokuwa mkubwa, ndivyo mvuto wake unavyokuwa mkubwa zaidi. Kwa kutumia maelezo hayo, wanasayansi waliweza kuelezea kuanguka kwa vitu, mzunguko wa sayari na hata kutumia vyombo vya anga. Lakini mwaka wa 1915, mwanasayansi mashuhuri Albert Einstein alikuja na mtazamo mpya ulioleta mapinduzi makubwa katika fizikia. Einstein hakupinga kwamba gravity ipo. Badala yake, alipendekeza njia tofauti ya kuelezea jinsi gravity inavyofanya kazi. Kulingana na yeye, kile kitu tunachokiita gravity kinaweza kuelezewa kama matokeo ya kupinda kwa nafasi na wakati, vilivyojulikana kwa pamoja kama space time. Lakini hilo lina maana gani? Hebu fikiria hivi. Una shuka kubwa limetandazwa vizuri hewani. Ukiweka mpira mkubwa katikati yake, shuka hilo litazama na kutengeneza bonde. Ukirusha mpira mdogo karibu na bonde hilo, utaona unateleza na kuelekea katikati. Mfano huu hutumiwa kusaidia kuelewa wazo la Einstein, ingawa si mfano mkamilifu kwa sababu nao hutegemea gravity ya dunia kufanya kazi. Einstein alipendekeza kwamba nafasi na wakati vinaweza kupinda kutokana na uwepo wa vitu vyenye uzito mkubwa. Jua letu, kwa sababu lina uzito mkubwa sana, hupindisha space-time inayolizunguka. Kwa mtazamo huo, dunia haisafiri kwenye nafasi hiyo tambarare, bali hufuata njia iliyopindishwa na uwepo wa jua. Ndio sababu dunia yetu huendelea kuizunguka jua. Vivyo hivyo, mwezi hufuata njia iliyopindishwa inayotokana na uzito wa dunia na hivyo huendelea kuizunguka. Kwa hiyo, badala ya kufikiria gravity kama kwamba inayovuta vitu, Einstein alionyesha kuwa vitu husogea katika njia ambazo zimeundwa na kupinda kwa space time. Wakati Einstein alipotoa nadharia hii, watu wengi waliona kuwa ngumu sana kuielewa. Lakini mwaka wa 1919, wakati wa kupatwa kwa jua, wanasayansi waliona mwanga ya nyota ukipinda ulipopita karibu na jua, jambo ambalo lilikuwa limetabiriwa na Einstein. Tangu wakati huo, majaribio mengi zaidi yameendelea kuthibitisha udhabiti wa nadharia yake kwa sababu ya usahihi mkubwa. Hata teknolojia ya GPS tunayotumia kwenye simu zetu leo inalazimika kuzingatia athari zilizoelezewa na Einstein. Bila kufanya hivyo, ramani zetu zingepoteza usahihi wake kwa muda mfupi. Je, hii inamaanisha Newton alikuwa amekosea? La, maelezo ya Newton bado yanafanya kazi vizuri sana katika maisha ya kila siku na hata katika mahesabu mengi ya safari za anga. Lakini pale ambapo gravity ni kubwa sana au usahihi mkubwa unahitajika, maelezo ya Einstein hutoa matokeo yaliyolingana zaidi na yale yanayoonekana katika ulimwengu halisi. Hata hivyo, pamoja na mafanikio haya yote, bado kuna fumbo kubwa. Wanasayansi bado hawajapata nadharia inayounganisha gravity na ulimwengu wa chembe-chembe ndogo kabisa unaoelezwa na quantum mechanics. Kwa hiyo, safari ya kuelewa gravity bado haijaisha. Huenda siku moja, mwanasayansi mwingine akaja na maelezo mapya yatakayopanua zaidi uelewa wetu kuhusu siri hii kubwa ya ulimwengu. Sasa, ningependa kusikia maoni yako. Andika maoni yako hapo chini na usisahau kujiunga na chaneli hii tuendelee kuchunguza zaidi siri za sayansi pamoja. Asanteni.